Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel anaitaka vita dhidi ya Iran. Waziri mkuu huyo wa Israel anaashiria uwezekano wa mashambulizi ya upande mmoja dhidi ya Iran, huku kukiwa na msukumo wa kupunguza kasi na kumalizika kwa vita hivyo kwa mazungumzo yanayoendelea ambayo Marekani inadai inayafanya na Iran. Hata hivyo, mazungumzo ambayo yanafanywa kati ya Iran na Oman yamehitimisha na kumaliza kwamba watahakikisha mlango wa bahari Hormuz unafunguka, mpango ambao Marekani imekuwa ikiupigania kwa muda mrefu, hasa katika kipindi hiki cha vita vya awamu ya tatu iliyoanzishwa na Marekani baada ya kusitishwa kwa vita hivyo mara mbili. Matamshi ya Netanyahu yanakuja wakati Qatar ilisema Marekani na Iran zinabadilishana rasimu ya mapendekezo katika mazungumzo yenye lengo la kumaliza miezi kadhaa ya mzozo. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu amedokeza kuwa Israel inaweza kuchukua hatua za kijeshi za upande mmoja, kwa maana itakuwa peke yake katika mapambano dhidi ya Iran, huku juhudi za diplomasia zikiendelea kupata makubaliano yenye lengo la kumaliza mzozo kati ya Tehran na Washington. Waziri mkuu huyo wa Israel anasema, tumesikia leo kamanda wa IRGC ya Iran Ahmad Vahidi akitangaza kwamba Iran inakusudia kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia, Netanyahu alisema siku ya jana Jumatano. Kama waziri mkuu wa Israel, nimeazimia kuizuia Iran kupata silaha ya nyuklia, aliongeza Netanyahu. Akielezea Marekani kama mshirika mkuu wa Israel, waziri mkuu huyo wa Israel amesema hata hivyo kwamba amedhamiria kufanya chochote kinachohitajika ili kuhakikisha usalama wa Israel unapatikana. Siku ya Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al-Ansar, alisema juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran zimefikia hatua za juu na pande hizo mbili zikibadilishana rasimu ya mapendekezo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa kila wiki katika wizara hiyo, Al-Ansar alisema juhudi bado zinaendelea na pande zote kufikia suluhu la kidiplomasia. Moja kati ya mpango ambao waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliwahi kuelezea hapo nyuma ni kwamba Marekani na Iran hazikuweza kupata kile walichokitaka katika kuanzisha vita dhidi ya Iran, kwa maana kuifanya Iran isiwe na silaha za nyuklia, kwa maana kuondoa karibia kilogramu 400 za urani iliyorutubishwa. Hili limefanya waziri mkuu wa Israel hadi wakati huu kufikiria ni jinsi gani wataweza kuikabili Iran kuondoa uranium iliyorutubishwa ambayo anadhani huenda ikatengeneza silaha za nyuklia katika siku za hivi karibuni. Waziri mkuu huyo sasa ameazimia kwamba lazima aingie vitani kwa mara nyingine tena, na alimshawishi rais wa Marekani Donald Trump kuingia katika uwanja wa vita kupambana na Iran. Lakini moja kati ya changamoto ambayo Marekani imeikumba nchi hiyo ni upungufu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya kuzuia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za wa Iran, jambo ambalo limeifanya Marekani kurudi nyuma na kutaka mazungumzo zaidi, hasa wakijikita kuhusu suala la mlango wa bahari wa Hormuz. Mnamo Februari 28, Marekani na Israel zilianzisha vita dhidi ya Iran, vita ambavyo kimsingi viliwaua viongozi wengi wa serikali nchini Iran. Kulingana na mamlaka za Iran, vita hivyo viliua zaidi ya watu 3,000. Iran ikajibu kwa mashambulizi makali dhidi ya nchi za kikanda zinazohifadhi mali ya Marekani, ikiwa ni pamoja na ngome za kijeshi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati. Mnamo Juni, Qatar ilijiunga na Pakistan kama sehemu ya timu ya upatanishi kati ya Washington na Tehran na kusababisha kusainiwa kwa mkataba wa makubaliano mnamo Juni 18 na kuanza kwa mazungumzo kuelekea makubaliano ya mwisho. Mazungumzo hayo baadaye yalikwama kutokana na kutoelewana kuhusiana na usalama wa baharini na uhuru wa usafiri wa majini katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kati ya Julai 8 na Julai 24, hali ya wasiwasi iliongezeka tena wakati Marekani ikifanya mashambulizi dhidi ya Iran na kuifanya Tehran kulenga kile ilichosema ni vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi kadhaa za Kiarabu, hasa Jordan, Bahrain na Kuwait. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri ulimwenguni.